Askofu Bagonza amevunja ukimya na kuibua kauli tata ambayo imezua taharuki nchini Tanzania. Hujambo na karibu na kumbuka kusubscribe. Tunakupeleka moja kwa moja nchini Tanzania ambako sakata inalomhusisha askofu maarufu Bagonza limechukua sura mpya na kuzua gumzo kubwa miongoni mwa viongozi wa dini na wanasiasa. Taarifa ambazo zimesambaa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii zinaeleza kuwa orodha ya siri imeandaliwa ikiwalenga baadhi ya wachungaji ambao wanadaiwa kutomuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan. Hatua hii imeibua hofu na taharuki kubwa, hususan kwa viongozi wa dini wanaoonekana kuwa na msimamo huru au wale wanaokosoa baadhi ya sera za serikali. Vyanzo vya habari vinadai kwa majina ya viongozi hao yamekusanywa kwa maksudi ili kufuatiliwa kwa karibu, na hii imeibua maswali mazito kuhusu uhuru wa kuabudu, haki ya kutoa maoni na hatma ya demokrasia nchini. Kwa mujibu wa duru za karibu na kanisa, hali imeonekana kama jaribio la kuziba midomo ya viongozi wa dini wanaoikosoa serikali. Askofu Bagonza, ambaye amejipatia maarufu kwa kauli zake za kutetea haki na amani, ametoa msimamo wake akieleza kusikitishwa na mwenendo huu. Ameonya kuwa hatua ya kuwabainisha na kuorodhesha wachungaji kwa misingi ya kisiasa zinaweza kusababisha mpasuko mkubwa katika jamii na kudhoofisha mshikamano wa kitaifa. Kauli yake imechukuliwa kama wito wa busara kwa serikali na wadau wengine kuhakikisha kuwa kanisa linabaki kuwa sauti ya maridhiano na si uwanja wa kisiasa. Aidha, baadhi ya wachungaji waliotajwa kwenye orodha hiyo wameripoti kuhusu usalama wao uko hatarini. Wengine wamedai kuwa wamekuwa wakifuatiliwa na watu wasiojulikana, hali inayowapatia ama inayowatia wasiwasi wao na familia zao. Wachambuzi wa siasa na dini wanasema ikiwa hatua hii itaachwa bila majibu rasmi, inaweza kuathiri mahusiano ya muda mrefu kati ya serikali na taasisi za kidini, na ni jambo litakalopoteza imani ya waumini kwa mamlaka. Hata hivyo, upande wa wafuasi wa serikali umesisitiza kuwa ufuatiliaji huo ni wa maslahi ya usalama wa taifa, na wanadai kuwa ni muhimu kufahamu iwapo kuna watu wanaotumia madhabahu kuchochea chuki au mgawanyiko. Lakini wanaharakati wa haki za binadamu wamekosoa vikali hoja hiyo, wakisema inatumika kama kisingizio cha kuikandamiza ama kuwakandamiza wale wanaotoa maoni tofauti. Kwa sasa serikali haijatoa tamko rasmi kuhusu madai haya wala kueleza hatua zozote zinazochukuliwa dhidi ya wachungaji waliotajwa. Hali inaendelea kuzua mijadala mikali mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, wengi wakitaka ukweli wa jambo hili kuwekwa wazi ili kurejesha imani ya wananchi. Hii ni hadithi inayobaki kufuatiliwa kwa karibu na bila shaka itaendelea kutawala vichwa vya habari siku zijazo. Kenyascope itaendelea kukuletea kila hatua na maendeleo mapya kuhusu sakata hili. Usisahau kusubscribe na kuwasha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapozitoa. Asante kwa kutazama na tuonane kwenye video ijayo yenye uchambuzi wa kina wa matukio yanayotikisa kanda yetu.